hiyo Simba Sports Company Limited kuna kikao cha bodi ya wakurugenzi na CEO hiyo bodi ni Magori. Kikao kimefanyika upande kutoka kwa wanachama huko, kwa maana ya mwenyekiti Murtaza Mangungu. Unafikiri anaweza kana nafasi ya kubatilisha kikao cha bodi ya wakurugenzi? Muda huo anakuwa si yupo kwenye kikao, anakuwa mjumbe, ndio. Sasa zile ni matters za pande zote mbili. Lakini huyu akitoka pale automatically, akitoka pale akija kwenye upande wa wanachama wale Magori, mimi siamini kama anaweza kana hiyo nguvu ya kubadilisha mkutano wa wanachama, kwa sababu matters za wanachama zinasimamiwa na upande wa wanachama wenyewe. Kwa nini jana ametoa ile andiko na pale chini kuna sahihi yake kwamba Clinton Magori? Yes, ndo amebatilisha kile kikao. Yaani kwa hiyo nguvu ameitoa wapi? Hajabatilisha. Kwanza tusije tukatafsiri hivyo. Hakuna mtu yote aliyebatilisha. Kwa sababu utaratibu wa maandalizi ya kikao umefanyika. Mamlaka za serikali ambazo zinahusika na hiyo wamehudhuria. Uhakiki wa wanachama umefanyika. Watu waliokuja wamesaini na idadi ya wanachama ilikidhi, kwa sababu ni watu 500 jumlisha 1. Wamefika watu 860 na. Sasa mbona wakati ule nimeuliza kama sasa mwenyekiti hapo kwenye kubatilisha, kwa mfano taarifa kwa umma, tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju siku ya leo sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili, ni kinyume cha katiba ya Simba. Sawa? Kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho 2026 ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa club kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hivyo hapa kushirikiana, wewe ndio umetuambia ni kushauriana. Ndio katiba inasema kushauriana. Okay. Hivyo kesho tarehe 3 mwezi wa 8 2026 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba nguvu moja imetolewa na Crescentius Magori. Magori amesema ni batili. Sio kama tunatumia neno amebatilisha. Hiyo si maoni yake. Kwa kila ngoja kwanza. Kila anachosema yeye ndio lazima kiwe hicho. Na ndio kiwe sahihi. Sasa mathalan imeshajulikana kwamba kuna kikao cha bodi leo. Mimi nime misguide na nimeenda kufanya mkutano. Kulikuwa kuna haja gani yeye kukanusha kabla maamuzi ya bodi? Bodi ni yeye au ni wale wajumbe wanao compose ile bodi? Yeye alishauriana na nani kutoa hiyo notice? Sasa sana wale ngoja kwanza. Si amesema mwenyekiti wa bodi. Bodi maana yake sio mtu. Bodi ni chombo. Ilitakiwa sasa ikae, alafu bodi ndio itoe msimamo kuhusiana na hilo jambo. Wanayo haki. Sasa hayo ni maoni yake, sio maoni ya bodi. Sasa maoni kama ingekuwa ni maoni ya bodi, bodi ni kikao. Kikao gani kilimuauthorize yeye kufanya hayo? Sasa maoni haya ndio mambo ambayo yanaendelea kila siku. Okay. Kila siku watu wanakaa wana circulate messages, kuna watu wanatuhujumu, kuna watu wanafanya nini, kuna watu maamuzi yanakuwa ni ya mtu as an individual. Sisi binadamu tunakosea. Haiwezekani mawazo yangu mimi ndio yakawa sahihi mbele ya kila mtu. Okay. Kama tuna maamuzi yanayohusu kikao collectively, tukae kikao tuone kwamba hapa pana mapungufu ambayo yanatakiwa rekebishwe. Sasa mtu mmoja tu anasema toa notice hii, hicho kikao sio halali. Yeye ni Mungu. Ni kama ambavyo hata Mungu vimeshushwa vitabu hapa na watu wanapinga. Ukiangalia mwenyekiti, hata majina haya ambayo yametajwa jana, kwa namna ambavyo umejibu, wewe pia ulishauriana na Mo, ambapo kwenye ndani hapa ambaye huyo Mo unayemtaja ndio aliyemteua yeye, ambapo Mo sisi tunazungumzia katiba imzungumzi Mo, inazungumzia bodi. Nisikilize, Mo ndio major shareholder wa Simba Mo Company Limited. Utendaji hapo unazungumzia bodi ambayo ina wajumbe na wao ukiwemo. Bodi na composition gani? Bodi na composition gani? Swala la wale wajumbe ambao wanachaguliwa na mkutano wa Simba kwenda kuzungumza na wanachama wa Simba kuna kosa. Si ndo wamiliki wa hao wajumbe? Uko sahihi. Lakini basi tulia. Sasa kwenda kuongea na Mo ambaye ndo anamiliki wajumbe wa kuteua, kuna shida gani? Na ndo anayewateua. Kuna shida gani hapo? Sisi hapa tunajadili katiba. Mimi nakuuliza, kuna shida yoyote? Yes. Yeye kwenda kuzungumza. Kuna shida kwa sababu sisi tunaangalia namna ambavyo klabu inavyoendeshwa. Haiendeshwi na watu kuzungumza hivyo, inaendeshwa na bodi ndio inaendesha.
ambapo sasa kikao cha bodi na katiba hapa inaelezea tunajielekeza vibaya. Kwa sababu walikuwa na kujadili nini? Walikuwa na kujadili kuhusu nini? Mo ni mtendaji kwani? Siona. Brother, wewe ukiwa hauna kwani ndio unakuwa mtendaji, kwamba unatakiwa ushauriane na mwenyekiti wa klabu wakati una wakilishi wako kwenye bodi. Issue hapo kwamba kwani wajumbe wako ni biafya nani? Siona. Kwa hiyo hauna kikao kinaweza kufanyika kwenye simu tu ya mwenyekiti na Mo kwa wakati huo. Makosa yalianza kufanyika kwako mwenyekiti Murtaza Mangungu kwenda kwa Mohamed Dewji na yeye kupitisha kwa nini? Majina yake kutafsiri vibaya. Hapana. Mimi kwanza nisikilize. Kwanza mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanathamini mchango wa Mohamed kwenye Simba. Nathamini na namheshimu kama anavyoniheshimu mimi. Tunaheshimiana sana. Na watu wengi wanadhani mimi nimemfahamu Mohamed pale kwenye Simba. Mimi nafahamiana naye, ni rafiki yangu zaidi ya miaka 20. Okay. Umeona? Pengine kabla yao wengine wote machawa wa sasa hawa hawajamfikia. Machawa wapo. Umeshanielewa? Na si dhambi kuzungumza na mtu yoyote. Kama nina haki ya kumsikiliza mtu tu ambaye nimekutana naye mtaani, kwa nini nisiwe na haki ya kuzungumza na mtu ambaye ana mchango wake ndani ya Simba? Nimekosea wapi? Na tumeenda kushauriana. Yeye ndio anayewateua hao wajumbe wa bodi. Hao wajumbe wa bodi wanaokuja kuwakilisha ndani ya Simba Sports Club Company Limited, anawateua yeye. Kwa mfano leo hii hapa mimi sijui mmiliki wa Crown ni nani. Leo hii mimi nikija hapa nikaenda kuzungumza na mmiliki wa Crown kabla ya kipindi hiki, itakuwa nimekosea? Uweze kuzungumza naye kuhusiana na mambo ya kipindi hapa. Yaani sisi tunataka kuhusiana na content. Yaani sisi tunataka kufanya Jemedari. Yaani leo mwenyekiti akazungumze na Alikiba kuhusiana na content tunataka kufanya sisi hapa. Wanaweza. Kuna shida gani? No. Kuna shida yoyote. Hayo twende kwenye nikupe mfano sahihi. Ndio maana sisi tuko hapa. Nikupe mfano hai. Wetu angekuja kufanya kazi hapa kwenye kipindi. Labda nikusaidia kitu kimoja kwamba wao watakuwa wanazungumza na wana haki ya kuzungumza kwa sababu hiki ni kipindi ambacho kinafanywa hadharani na wao wanajua kinachoendelea na wanaweza na wanaruhusiwa. Sikatai wao kuzungumza inapokuja swala la maamuzi ya pamoja, ndio maana bodi ipo, kuna wakilishi kwenye bodi. Kuna nafikiri Mo aliwachagua watu watatu kuwakilisha kwenye bodi kwa sababu gani? Juma, mimi nataka nikupe mfano, nakupa mfano hai. Si tuko hapa kwenye kipindi. Alikiba alishusha content ya kwangu mimi ambayo nilikuwa naifanya kwenye mkutano kwenye uchaguzi. Amri yake ilisema shusha hii, nikashushwa. Ilikuwa sawa sawa? Wewe unazungumzia mimi nakuuliza sasa basi. Ilikuwa sawa. Kwa sababu yeye ndo anamiliki kitu. Ana interest nayo. Jeff, tunazungumzia professionalism, tunazungumzia pia katiba. Kwamba leo sisi hapa tupangiwe content na Alikiba kwamba tunataka tufanye hivi. Kwa sababu ni hatuwezi kupangiwa, lakini anayo nafasi. Ana haki. Ndio maana nakwambia mimi na nilimpigia simu nikazungumza naye na akasema no brother, tumezungumza tukafikia mwisho bwana brother. Hiyo mimi nilisema kweli na ikashushwa na imeshushwa. That's it. Yeah, mwenyekiti sawa. Mimi naomba mwenyekiti unisaidie kitu kimoja. Katiba ya Simba siifahamu na kuna ambao hawaifahamu kwa kina zaidi. Baada ya yale majina 7 ambayo jana uliyapendekeza, je, haya yamepita moja kwa moja ama yanaelekea wapi ili sasa hawa watu waweze kuthibitishwa kwa mujibu wa katiba? Taratibu baada ya kupitishwa, nimesema hapa tutawaandikia barua. Ndio. Waliopendekezwa, kwa sababu pale wanapendekezwa na wanathibitishwa, alafu tunawapelekea wao wenyewe taarifa wa concept, na maana ndo tunaendelea kupeleka kwa mkabidhi wa C. Naye vile vile ana haki ya kufanya kuscrutinize kwamba huyu mtu aliyeletwa kweli anaweza kufikia vile viwango na vigezo vilivyotamkwa na katiba yao, lakini pia na matakwa ya nchi. Ndio. Kwa sababu mimi sina mamlaka ya kujua uraia wa mtu, sina mamlaka labda ya kujua criminal records za mtu, sina mamlaka ya kujua vitu vingi ambavyo vinahusiana. Na yeye wanayo haki hiyo na wanayo mamlaka hayo. Baada ya hapo ndo wanatuletea barua kwamba hawa wamethibitishwa kuwa ndio wajumbe wa baraza la wadhamini, na wala sio issue. Haya majina haendi tena kwenye bodi ya kurugenzi kwa maana ya kuyachakata. Hii ni bodi. Unajua, yani tunachanganya vitu vingi kwa wakati mmoja. Hii ni Simba Sports Club, ina baraza lake la wadhamini. Simba Sports Club ina baraza lake la wadhamini. Klabu yani ya Simba. Yani klabu ya Simba. Sio company limited. Company limited ndio inaongozwa na wajumbe wa bodi. Sasa kwa nini Mo amependekeza majina hayo manne? Yeye ni nani sasa? Kama ni upande wa klabu ya Simba. Maswali.
ulivyojibu hivyo kwamba Simba Sports Club ni wanachama huko, ina wanachama, alafu tena Mo na majina yake tena. Nimeshauriana naye kwa sababu huwezi kutoa ile hadhi yake ya kwamba ni mmoja kati ya wadau muhimu, na sio yeye tu. Naweza nikakupa list hata watu 100 ambao nimeshauriana nao, ambayo sijui kama kwenye kipindi chenu hapa mtaruhusu nimtaje huyu yuko mahala fulani, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa. Sio mimi, kwa sababu wengine mimi nimewateua kwa sifa zao wala siwafahamu. Labda mwenyekiti, baada ya kile kilichotokea jana na hayo maoni ya baadhi ya watu wengine kusema kwamba huu mkutano ni batili, tumemsikia mtu kama ndugu Amos Makala, tumemsikia ndugu Crescentius Magori, nini way forward baada ya hapo? Kwa sababu machoni kwa wanachama wa Simba picha iliyoko ni kwamba meli inaungua, inazama. Yani kwanza way forward, wao wakae wajiulize ndani ya nafsi zao, hayo wanayoyasema, wanayoyafanya ni kweli yanawakilisha uhalisia? Kuchagua kina nani wanaosema mkutano si ulikuwa batili, mwenyekiti anataka kutuyumbisha, sasa hivi tumeanza ligi. Hizi ni process ambazo mimi binafsi nilipopokea hii barua nilistaajabu, kwa sababu nilikuwa najua tutakuwa na wajibu wa kuwapendekeza wajumbe kwenye mkutano mkuu nao kufuata mwezi Desemba, ikiwa Novemba, ikiwa Januari, lakini ambao utakuwa na uchaguzi. Ungekuwa na mambo mengine mengi na hii tungeiweka kuwa ni agenda. Lakini amekuja masharti ya serikali, na nilivyoipokea hii barua nilijaribu kuwasiliana na wahusika, bana, mbona mmetuletea hii barua? Na wakati wakasema bana, hiyo lazima mtekeleze, sio ninyi tu, vilabu vyote na nasikia vya wanachama tumewapelekea, kwa sababu haya ni mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya sheria yaliyofanywa. Kwa hiyo hatuwezi kuacha tu mkaja kufanya, yani hata ukienda kwenye taasisi, makanisa, misikiti, wote wanahuisha bodi zao za wadhamini. Sasa leo hii kuhuisha bodi ya wadhamini na kupendekeza wajumbe, kweli ni mimi kwamba ndo nachochea kuwe kuna mgogoro wa kuunguza meli inayosafiri? Yani hapa hii inamkwaza nani? Hii inakwaza vipi? Tunataka kumpindua, anayepinduliwa kwa lipi? Hakuna mapinduzi yoyote hapa. Ni masuala ya interpretation za binafsi, kwamba mtu anaona kwamba lazima atanue mikono, atanue miguu, apige kichwa, afanye nini, ahakikishe kwamba lile analotaka yeye ndio lisimame. Labda ana conflict na mtu fulani. Mimi siwezi kuingia kwenye migogoro ya watu binafsi. Mwenyekiti, hudhani kwamba labda ukiachana na majina yale manne yaliyotoka kwa upande wa pili, miongoni mwa majina matatu uliyopendekeza wewe, au kuna majina watu yanawakwaza? Watajua wao. Sasa mimi siwezi kufanya jambo ambalo litawalizisha wote. Majina baada ya kutajwa jemedari, kuna na wewe pia si ulimtajia majina yako wakati mnajadiliana? Kuna jambo lipo, kwa sababu katika watu wanatajwa ambao nafikiri mgogoro unaanzia huko. Wanatajwa Salum Abdalla Muhene Trayageni, Hasano na Hasano ndio wanatajwa sana na watu. Sasa ngoja kwanza, haya si ndio nakwambia. Sasa wewe, asante, tunarudi nominate yeye